tumpongeze Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuanzisha tume hii ya mipango. Tume ya mipango mtafahamu hapa katikati ni kama ilisimama hivi, lakini kutokana na umuhimu wa uwekezaji na tume ya mipango, hakuna taifa linaweza kukaa tukazungumza habari ya mipango bila kuwa na tume ambayo ndio think tank wetu ambao wanatuambia mambo ya kiuchumi. Profesa Kitila Mkumbo, nikupongeze sana, katibu mkuu na timu yenu nzima. Ninyi mmepata heshima nyingine mpya kwa nchi yetu ya kuja na mipango ya nchi yetu, mipango ya miaka 25 ijayo. Na tume hii ilivyoanzishwa, tume ya mipango mpya, ukiangalia sheria mpya ya tume ya mipango imeongeza kazi nyingi sana ukilinganisha na tume na sheria zilizopita, na imeweka nguvu zaidi kuliko sheria iliyopita, na imeongeza majukumu zaidi kusisitiza tu umuhimu wa tume ya mipango ya taifa kwa taifa letu. Tunachotarajia kutoka kwenu ni, kwa sababu uchumi sasa duniani ni kitu ambayo inayumba. Tunaona sera za wenzetu. Sasa kuwa na tume hii ambayo kazi yake mojawapo ni kubuni na kuboresha vyanzo vya mapato, lakini kusimamia uwekezaji wa mitaji ya umma iweze kuongeza pato la taifa, lakini iweze kuwa na tija kwa nchi yetu. Sio kazi ndogo sana. Na mimi nakubaliana najua hii thinking ni controversial kidogo kwa Tanzania siku hizi, lakini mimi I'm a strong believer kwamba Mwalimu Nyerere mwaka 95 alisema hivi, na nukuu mwenyekiti: there is no way in which we can begin to deal with the problems of Africa without leadership and without commitment. If you go to Asia, one thing that strikes you is the commitment of state to development. You see it in Japan, that commitment of government of Japan to development. Even now, they are a developed country, but there is a tremendous commitment by the state to development. Don't listen. Sasa hii ndio controversial, ambayo I support it, by the way. Don't listen to that nonsense that the state should give up the direction of economy. It's nonsensical. Nani ameacha? Who has done it? Japans have not done it, the British have not done it, and the Germans have not done it. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunasisitiza habari ya uwekezaji wa mitaji ya umma. Kuna watu wanafikiri serikali isijihusishe na biashara. Kazi yake ni kuregulate. Lakini mimi nakubaliana na Mwalimu Nyerere, we should not leave the direction of the economy. Haiwezekani. Of course, kuregulate ni kazi mojawapo na ni function ya tume hii. Tunachotakiwa tu kufanya kwa mabadiliko ya sasa, kwa sababu lazima sasa tuendane na economy mpya sasa. Miaka 95, miaka 70, miaka ya huko nyuma zaidi, mambo yamebadilika. Tunapoamua kufanya biashara, ni lazima tuendane na principles za biashara. Hands off. Lazima mashirika haya yaongozwe kibiashara, na lazima ziwe autonomous, na lazima appreciate promote skills na kuwaruhusu hawa waweze kuajiri watu ambao ni sharp. Isifuate ile traditional way ya ajira, kwa sababu tunafanya biashara, tunawekeza mitaji ya nchi na taifa. Kwa hivyo lazima timu ambayo itafanya kazi kwenye mashirika haya ya umma, tukiamua kufanya biashara, lazima wawe ni very exceptional. Kwa hiyo Mheshimiwa Kitila, tunachotarajia kwa tume mpya sasa na msajili wa hazina, mnapofanya kazi na mashirika haya ya umma, sio tu kushauri wawekeze mitaji kwenye maeneo maalum,
lakini lazima wawe na autonomous fulani ili waweze kufanya biashara. Msiwaingilie. Mkiwaingilia ni contradiction. Tukiamua kufanya biashara, tufanye biashara. Mkiwaingilia mnavuruga. Nilikuwa nasoma kitabu cha marehemu alianzisha Precision Air, Shirima, akielezea frustrations zake alivyokuwa kwenye industry ya airline, initially akifanya East Africa, baadaye ilivyo collapse akaja kwetu akaambiwa aanzishe shirika la ndege, lakini frustrations za muingiliano zilimfanya quit na akaanzisha airline yake. Ameshare kila kitu kwenye kitabu. Frustrations. In fact hata bunge, mpaka kamati za bunge anasema zinakuja zinatoa tu orders fulani. Ndege imejaa, alafu mnamwambia eti washusha abiria wakachukue mawaziri sijui wapi. Sasa lazima tukubaliane. Inahitaji nidhamu, biashara inahitaji nidhamu. Tuamue kufanya biashara, tufanye biashara. Mambo mengine mfanye kwa namna nyingine, lakini mkicontradict hatutaweza kufanya biashara ipasavyo. Lakini Mheshimiwa Profesa, kazi nyingine ya tume hii kwa mujibu wa sheria ni kushirikisha private sector, sio tu kwenye mipango lakini kwenye mikakati yote, kwa sababu tunakubaliana hapa capacity ya serikali kuajiri ni ndogo sana. Hardly we're talking about 1 million. Hawawezi. Lakini wanaoajiri ni hawa. Kwa hiyo tukiweka mazingira iwe mzuri na tukaregulate na tukaweka mazingira mazuri, wafanyabiashara hawa ndio wanaleta kodi, ndio wanaleta ajira, wanaleta ubunifu, wanaleta mitaji, wanaleta fedha za kigeni. Kwa hiyo private sector ni muhimu sana. Na Profesa Kitila, wakati mko kwenye kukusanya maoni ya dira, uliwitness sana contribution ya private sector wakati mnakusanya maoni. Very brilliant. Ni watu ambao wako field, sio tu wana knowledge lakini wako na practice hiyo. Kwa hiyo kuendeleza private sector in that sense na kukaribisha mijadala ya pamoja, nadhani tutajenga taifa ambalo ni zuri kwa Watanzania wote. Mheshimiwa Mwenyekiti, kingine ya pili ya kwanza. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, kazi nyingine ya tume hii kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Kisawi, ni kengele ya pili lakini kuongezea. Mheshimiwa Mwenyekiti, na kuongezea dakika 2. Nakushukuru sana mwenyekiti wangu wa kamati. Na kazi nyingine kwa mujibu wa sheria, Profesa Kitila, ni tume kutoa mwongozo wa nchi yetu tushirikiane na nani kiuchumi, kati ya nchi yetu na nchi zingine, lakini na mashirika mengine ya kitaifa. Hii kazi sio rahisi sana, kwa sababu policy za dunia sasa zinapinduka kila wakati. Kwa hiyo you need a team ambayo ni sharp, ambayo inaweza kutushauri. Kwa hiyo kazi ya tume hii ni muhimu mno, na mzigo sasa uko kwenu. Na sheria this time imewapa mamlaka makubwa sana, kwamba ninyi leo ile tume ni kama ni quasi judicial body. Mnaweza mkasummon sera za wizara zingine mkaweka online na zingine mkakataa, kwa sababu dira tunayotengeneza ya miaka 5 ni lazima tuwe na discipline ya kumaliza vizuri bila interruption na kutengeneza coordination ambayo ni well coordinated. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, na ashukuru sana kwa dakika hizi. Tunawatakieni kila laheri. Hii timu hii ina kazi kubwa sana, lakini mradi ule wa kupromote mashamba na wafanyabiashara wadogo na kuwalink na watu wawekezaji ni mradi ambao ni mzuri sana, na nimpongeze sana mkurugenzi wa TIC. Alituma watu Kiteto. Tunataka Watanzania wenye mashamba yao lakini hawana mitaji wapate fursa hizi za kukutana na wawekezaji, kufanya partnership ili waweze kuajiri wenzao.